Karibu katika muda huu ambapo tunaendelea kula na kunywa mezani pa Bwana. Leo tena ni siku nyingine, tuna ujumbe mzuri kwa ajili yako. Ninazungumzia ujumbe ambao Mungu alinipa kwa ajili yako. Mungu akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa juu yako. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Mungu akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa juu yako. Mungu akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa juu yako. Na ujumbe huu wa leo tunaupata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Biblia inasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mstari huu unaweza ukawa kama swali, lakini mstari huu unaweza ukawa ni majibu au ni maelekezo au unaonyeshwa ukuu wa Mungu ulivyo. Katika mstari huu tunaambiwa kwamba Mungu akiwa upande wetu, maana yake hakuna atakayekuwa juu yetu. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Maana yake Mungu akiwa upande wetu, hakuna atakayekuwa juu yetu. Sasa mstari huu ndio umebeba somo hili. Nafuatilia vizuri, maana uko ujumbe mzuri kwa ajili yako na utapata kitu tena siku ya leo. Mungu kuwa upande wako, maana yake ni nini? Kulingana na maelekezo ambayo nimeyapata, kibali ambacho nimepata katika somo hili, moja maelekezo ambayo nimepata kwa ajili yako ni kwamba Mungu akiwa upande wako, maana yake Mungu atahusika na kila kitu ambacho kinakuhusu. Kwa kila kitu ambacho kinakuhusu, Mungu atahusika nacho. Mfano, una kesi yoyote, una jambo lolote ambalo linakusumbua, unaweza kumweka Mungu kama mwamuzi wako, akaamua juu ya hiyo kesi, ukapata haki yako. Una uwezo wa kumsimamisha Mungu kama mdhamini wako, akatembea pamoja na wewe, akakudhamini kwenye hiyo kesi, akakudhamini kwenye hilo jambo lolote ambalo linakusumbua. Inategemea tu Mungu unamuita na kumtumia katika kiwango gani. Lakini pia ukiwa katika hali ya kukosa wazazi, Mungu anaweza akasimama nafasi ya baba yako. Umekosa mzazi, umekosa baba, Mungu anasema yeye ni baba wa yatima. Kwa ile nafasi ambayo umeipoteza, ile nafasi ya baba yako ambayo imepotea, Mungu anaweza akasimama kwenye hiyo nafasi, akawa ni baba wa yatima. Lakini ukiwa katika hali ya huzuni na kukata tamaa, katika ile Wathesalonike wa pili, Biblia inatuambia hivi: Mungu atasimama na wewe, atakupa faraja. Inaitwa faraja ya milele. Kwa hiyo katika hali yoyote ya huzuni, Mungu anaweza akasimama kwa ajili yako, akakupa faraja ya milele. Lakini uko katika hali ya kukata tamaa sana, umekata tamaa sana, Mungu anaweza kusimama kwa ajili yako, akakupa tumaini jema. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hizo sehemu zote, hayo mahitaji yote, Mungu anaweza akahusika na wewe kwa kila kitu. Unahitaji ulinzi kwa mfano, Biblia inatuambia Mungu ni ngome yetu, atakutoa katika kila uovu aliokutegea kwa siri. Kwa hiyo ukihitaji ulinzi, Mungu akiwa upande wako, atasimama kama ngome yako. Wewe ni mgonjwa, Mungu akiwa upande wako, atasimama kama daktari mkuu na kuponya magonjwa yako yote. Mungu akiwa upande wako, uko katika hali ngumu ya kimaisha, uko katika hali ya umaskini, Biblia inatuambia kwamba alichukua umaskini wetu, akatupa utajiri wake. Kwa hiyo Mungu akiwa upande wako, atachukua umaskini wako na kukupa utajiri wake, ili wewe utembee katika utajiri wake. Kwa hivyo vitu vyote, hayo mahitaji yote kwa ujumla, Mungu akiwa upande wako, anahusika nayo. Mungu anahusika na kila kitu ambacho kinakuhusu. Itategemea tu kwamba Mungu umemuita na kumtumia kwa kiwango gani. Kile kiwango ambacho Mungu unamkadiria, kile kiwango cha imani yako, ndipo ambapo Mungu utamuona kulingana na kiwango hicho. Lakini ukimuita asimame kama hakimu, atasimama. Ukimuita asimame kama mwamuzi, atasimama. Ukimuita asimame kama Mungu mfalme wa amani, atasimama. Ukimuita asimame kama ngome yako, atasimama. Kwa hiyo nafasi zote hizi, Mungu akiwa upande wako, atahusika na kila kitu ambacho kinakuhusu. Lakini sasa tuangalie, je, Mungu anakuwa upande wako kwa namna gani? Nini kinamfanya Mungu awe upande wako? Kiko kigezo kikubwa ambacho kimewekwa katika Biblia, ambapo tunaona katika maeneo mengi. Kigezo hichi ndicho kigezo kikubwa ambacho kitamruhusu kumfanya Mungu awe upande wako. Na kigezo hicho ni kutenda, kushika maagizo yake na kutenda kulingana na maagizo yake.
Ukisoma ile kumbukumbu la Torati, ile sura ya 28, kuna baraka zimetajwa pale katika hiyo kumbukumbu. Lakini Biblia inatuambia ukiyashika na kuyatenda kulingana na maagizo na maelekezo ya Mungu, ndipo baraka hizi zote zitakufuata na kukupata, zitakujilia na kukupata. Kwa hizi baraka zote zitakupata, lakini baada ya kushika na kutenda maagizo yake. Kwa kitu ambacho kitamfanya Mungu awe upande wako ni kushika na kutenda maagizo yake. Ndipo haya mambo yote, habari ya ulinzi, habari ya afya, habari ya amani, habari ya kukupa tumaini jema, habari ya kukupa faraja ya milele, vyote hivi vitakuja kutimia baada ya Mungu kuwa upande wako. Lakini kigezo kikubwa cha Mungu kuwa upande wako ni pale ambapo umeshika na kutenda kulingana na maagizo yake. Lakini pia uko mfano mwingine ambao naweza nikakutolea, ni mfano ule wa Kaini pamoja na Habili wakati wanatoa sadaka. Kaini na Habili wakati wanatoa sadaka, tunaona pale kwamba sadaka ya Habili ilikubalika, sadaka ya Kaini ikakataliwa. Lakini maelekezo ambayo Mungu alimpa Kaini, anamwambia, je, ukitenda vyema hutapata kibali? Maana yake kigezo cha wewe kupata kibali kwangu, kigezo cha mimi kuwa upande wako ni kutenda vyema. Kutenda vyema kivipi? Kupatia maelekezo yangu, kutenda sawasawa na jinsi ambavyo nimeagiza. Kwa ukitenda kulingana na maelekezo yangu, ukipatia maelekezo yangu, ukitenda vyema, unapata kibali, unakubalika na Mungu. Na ukipata kibali kwa Mungu, una uwezo kupata kibali na kwa wanadamu. Maana Mungu anakupa kibali chake. Ukipata hicho kibali chake, ndipo anakupa kibali kwa wanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba ili Mungu awe upande wako katika mifano hii, ni lazima utende vyema, ni lazima utende kulingana na maelekezo yake, ni lazima upatie maelekezo yake. Na ukitenda vyema, Mungu atakuwa upande wako. Na Mungu akiwa upande wako, je, ni nani aliye juu yako? Kwa hiyo tunaona hichi ndicho kigezo kikubwa ambacho mtu wa Mungu unatakiwa kukishika. Ili Mungu awe upande wako, lazima utende vyema, lazima utende kulingana na maelekezo yake. Na ukitenda vyema, Mungu atakuwa upande wako, utapata kibali kwake. Na Mungu akiwa upande wako, je, ni nani atakayekuwa juu yako? Ni kitu gani kitakuwa juu yako? Hakuna. Kwa hiyo hayo ni maelekezo ambayo katika ujumbe huu yatakuhusu sana na yatakusaidia. Kwa hiyo hakikisha unatenda vyema kulingana na mapenzi ya Mungu. Ukiangalia ule mfano mwingine ambao ulikuwa unahusu habari ya Sauli wakati anapambana au wakati anapigana vita na Wafilisti. Ukisoma katika Samueli wa kwanza ile sura ya 14, tunaona pale habari ya Sauli. Sauli alikuwa anataka kuteremka usiku ili awapige Wafilisti. Sasa ile usiku anataka kuteremka, anasema tutaenda kuteka nyara zao hata mapambazuko. Lakini kabla ya kwenda kuteka nyara zao hiyo usiku, kuhani akasema no, tumuulize Mungu kwanza. Ndipo akataka shauri kwa Mungu. Je, Mungu utawatia Wafilisti katika mikono ya Israeli? Alafu kitu cha ajabu kilichotokea, Mungu akanyamaza. Pale Sauli walikuwa wanataka kujua, je, Mungu yuko upande wao? Maana wanajua Mungu akiwa upande wao, je, ni nani atakuwa juu yao? Je, ni Mfilisti atakuwa juu yao? Hakuna. Kwa hiyo akataka shauri kwa Bwana kujua kwanza, je, Mungu yuko upande wetu kwenye hii vita? Alafu Mungu akanyamaza. Lakini baada ya kutafuta na kuuliza sasa kwa nini Mungu amenyamaza, ndipo akapata majibu kwamba kulikuwa na tatizo ambalo miongoni mwao yuko mtu mmoja ambaye alisababisha hiyo shida, ambaye mtu huyo ni Yonathani, mtoto wa Sauli. Sasa nataka tu kukuonyesha hapa kwamba hao watu walitaka kujihakikishia na kujua kwamba Mungu yuko upande wao kwenye hiyo vita. Kwa nini? Mungu akiwa upande wako, je, ni nani aliye juu yako? Na ujumbe huu unakuhakikishia kwamba hakikisha kabla ya kupambana vita yoyote, Mungu anakuwa upande wako kwanza. Kwa hiyo tafuta kujua, je, Mungu uko upande wangu kwenye hii vita? Kwa sababu kulingana na ujumbe huu wa leo, Mungu akiwa upande wako, je, ni nani atakuwa juu yako? Tusome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 37. Hapa tutaangalia kidogo habari ya Daudi. Ni kuonyesha kitu kikubwa hapa. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 37. Daudi akasema,
Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Ndipo sasa Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Huu ujumbe ni pale ambapo Daudi aliamua kumfuata Sauli. Pale ambapo Sauli alimuita Daudi. Baada ya Sauli kumuita Daudi, amemuita baada ya kusikia kijana huyu anazungumzia habari ya Goliath Mfilisti, kwamba anataka kwenda kupambana naye. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, ninavyokuangalia kwa umri wako, kwa jinsi ulivyo kijana, kwa muonekano wako wa nje, kwa historia yako, wewe uwezi ukapambana na huyu Goliath ambaye ni shujaa wa Wafilisti. Ni mtu ambaye alikuwa anapambana vita toka ujana wake. Lakini wewe huwezi kulingana na yeye kabisa. Hata katika hiyo vita huwezi kushinda. Pale Sauli alikuwa anamtafsiri Daudi kwa kuangalia hali yake ya nje. Lakini ndipo Daudi akamwambia, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Hapa Daudi anamuonyesha Sauli kwamba katika vita zote nilizopambana wakati nachunga kondoo wa baba yangu, sikuwa napambana peke yangu, bali Mungu alikuwa upande wangu. Kama Mungu alikuwa upande wangu, akaweza kuniokoa na makucha ya dubu, akaweza kuniokoa na makucha ya simba, huyo Mungu ndiye atakayemtia Mfilisti huyu katika mikono yangu. Kwa maana nyingine, Mungu aliyekuwa upande wangu kipindi napambana na dubu na simba, ndiye huyu ambaye yuko upande wangu katika vita hii. Kwa nina uhakika Mungu yuko upande wangu. Kama Mungu yuko upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Kwa baada ya Daudi kumuelezea vile Sauli akaelewa, mimi bwana mdogo nilimtazama kwa sura ya nje, kumbe hii vita pambani yeye, kumbe Mungu yuko upande wake. Kwa hiyo kama Mungu yuko upande wake, hakuna atakayekuwa juu yake. Haijalishi ni Goliath, haijalishi ni nani, hakuna atakayekuwa juu yake. Ndipo Sauli alipogundua hayo, ikabidi amjibu, nimeelewa, Bwana yuko upande wako. Ndio maana akasema, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Kwa pale macho ya Sauli yalikuja kufunguka ghafla, akagundua huyu kijana huyu jasiri aliyokuwa nao si kwa sababu ya uzoefu wake, bali ni kwa sababu ya Bwana kuwa upande wake, bali ni kwa sababu ya Mungu kuwa upande wake. Kwa hiyo Daudi akaruhusiwa na Sauli kuingia kwenye vita. Lakini ule mstari wa 45, hiyo Samueli wa kwanza 17:45, Biblia inasema hivi, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, hapa tunamaanisha Goliath, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Sasa hapa Daudi ameingia kwenye uwanja wa vita, anataka kupambana na Goliath. Goliath anamuangalia kwa sura ya nje, anamuangalia ni kijana mdogo, anamuangalia hana silaha zozote ambazo zinaeleweka, kabeba fimbo, anasema unanijia na fimbo kama mbwa. Akamuona huyu kijana haelewi maana ya vita. Lakini Daudi akamwambia Goliath, mimi sipambani kwa sababu ya kutumia silaha unazozijua. Mimi situmii fumo, mimi situmii mkuki ambao ni silaha zinazotakiwa katika vita, bali ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa nini? Sio mimi ninayepambana, bali Mungu aliye upande wangu. Maana Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Kwa haijalishi wewe ni Goliath, haijalishi wewe ni mrefu na mkubwa kiasi gani, haijalishi urefu wako ni mikono 6, haijalishi kichwani umevaa chapeo ya shaba, haijalishi kifuani umevaa dirii ya shaba, haijalishi umebeba mkuki wenye uzito kiasi gani, haijalishi wewe ni shujaa wa vita kwa kipindi gani. Swala ni je, Mungu yuko upande wa nani? Kama Mungu yuko upande wangu, je, ni nani aliye juu yangu? Kwa hiyo haijalishi unakuja na silaha zako za aina gani, kama Mungu yuko upande wangu, kombeo tu linaweza likashusha shujaa wa vita. Maana Bwana yuko upande wangu, na Bwana ndiye anayepigana hiyo vita. Si mimi ninayepambana na wewe, bali Mungu aliye upande wangu ndiye anayepigana na wewe. Mungu aliye sehemu yangu ndiye atakayenishindia hiyo vita. Kwa hiyo ninashinda zaidi ya kushinda, kwa sababu Bwana yu upande wangu, na Bwana akiwa upande wangu, hakuna atakayekuwa juu yangu. Kwa hiyo Daudi anamwambia Goliath, mimi siji kwa kutumia silaha unazofikiria, wala siji kwa kujisifu na ushujaa unaojua, bali ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Maanake sasa leo utaona jinsi ambavyo
Mkuki hauwezi kuokoa. Utaona jinsi ambavyo fumu haiwezi kuokoa. Utaona jinsi ambavyo upanga hauwezi kuokoa. Kitu ambacho kitaokoa, kitu ambacho kitashinda, kitu ambacho kitapasua ni Bwana kuwa upande wangu. Maana Bwana akiwa upande wangu, ni nani atakayekuwa juu yangu? Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba Bwana yuko upande wako. Na Mungu akiwa upande wako sasa, ndipo sasa ataweza kupita mbele yako na kupasawazisha mahali pote palipo paruza. Kwa sababu Mungu akiwa upande wako, ni nani atakuwa juu yako? Kwa hiyo vita utashinda. Hiyo vita utashinda. Hiyo vita utashinda na zaidi ya kushinda. Kwa maana Bwana yuko upande wako. Kwa hiyo usitishiwe na Goliath ukubwa wake. Usitishiwe na Goliath shujaa wa vita. Hapana, kitu cha kuhakikisha Bwana akiwa upande wako, ni nani atakayekuwa juu yako? Bwana akiwa upande wako, ni kitu gani kitakuwa juu yako? Kwa hiyo hakikisha kwanza Mungu anakuwa upande wako, na hayo mengine yote ni kushinda. Kwa maana Bwana yuko upande wako. Kwa usitishiwe na Goliath, usitishiwe na silaha zake, usitishiwe na miungu yake, usitishiwe na uzoefu wake. Hakikisha Bwana yuko upande wako. Bwana akiwa upande wako, Goliath atapigwa hata kwa kombeo tu. Bwana akiwa upande wako, Goliath anaweza kupigwa hata kwa fimbo tu. Bwana akiwa upande wako, Goliath anaweza kupigwa hata kwa sauti tu. Bwana akiwa upande wako, Goliath anaweza kupigwa hata kwa fimbo tu, hata kwa maneno tu. Hakikisha Bwana anakuwa upande wako, na kila kilicho mbele yako kitasawazishwa. Atasawazisha kila mahali palipo paruza. Kwa hiyo hakikisha kwanza Bwana anakuwa upande wako. Kwa ujumbe huu ni kwa ajili yako, kwamba Bwana akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Bwana akiwa upande wako, ni kitu gani kitakuwa juu yako? Je, ni kitu gani kimesimama mbele yako kinakutisha kama Goliath? Hapana. Hakikisha Bwana anakuwa upande wako. Maana Bwana akiwa upande wako, atakwenda mbele yako na kusawazisha kila mahali palipo paruza. Bwana akiwa upande wako, ni nani atakayekuwa juu yako? Ni mfumo gani utakuwa juu yako? Ni kitu gani kitakuwa juu yako? Kwa hakikisha kwanza Bwana anakuwa upande wako, na utashinda na zaidi ya kushinda. Na ujumbe huu kusaidie, na ujumbe huu utie nguvu tena mikono yako. Inuka tena. Ni wakati wa kuinuka tena. Ni wakati wa kusonga mbele. Maana Bwana akiwa upande wako, ni nani atakuwa juu yako? Ujumbe huu kusaidie tena. Hakikisha Bwana anakuwa upande wako. Tenda vyema, tenda mapenzi ya Mungu, utapata kibali kwake. Na ukipata kibali kwa Mungu, unapata kibali hata kwa wanadamu. Daudi alipata kibali kwa Mungu kwanza, ndipo Mungu akampa kibali na kwa mfalme Sauli. Kwa hakikisha unatafuta kukubalika kwanza kwa Mungu. Hakikisha unatafuta Mungu kwa upande wako, ndipo wakina Goliath watapigwa, ndipo wakina Goliath watashushwa. Maana hiyo vita si ya kwako, bali vita ni ya Bwana. Bwana akiwa upande wako, ni nani atakayekuwa juu yako? Bwana akiwa upande wako, ni kitu gani kitakuwa juu yako? Kwa hakikisha Bwana anakuwa upande wako, na utashinda kila aina ya vita utakayokutana nayo katika jina la Yesu. Mungu akuvushe sasa. Mungu akusaidie sasa. Mungu nawe upande wako sasa. Apigane na wanaopigana na wewe. Asimame kama mfalme wa amani kama una amani. Asimame kama ngome yako, akutoe kwenye kila wavu waliokutegea kwa siri kama unahitaji ulinzi wake. Asimame kukupa faraja yake ya milele kama una huzuni ya siku zote. Asimame kukuinua tena na kukupa tumaini jema kama moyo wako umeinama, kama umekata tamaa. Moyo wako utiwe nguvu tena katika jina la Yesu. Na ujumbe huu kusaidie. Ni eneo gani unayumba? Ni eneo gani unaona kama Goliath? Bwana asimame upande wako. Maana akisimama upande wako, anakupa kila unachohitaji. Bwana akisimama upande wako, omba lolote utapewa. Bwana akisimama upande wako, ni nani atakayekuwa juu yako? Haijalishi ni kitu gani kinakusumbua. Haijalishi umekosa amani. Yeye ni mfalme wa amani. Akisimama upande wako, atakupa amani yake katika jina la Yesu.
saita kama urosaika tamandiria siraka kandiria masata. Inuka sasa, ujumbe ukusaidie. Rima saita kandara mosata. Iyo mikono itiwe nguvu tena, huo moyo utiwe nguvu tena. Bwana akiwa upande wako, ni nani atakuwa juu yako? Kandiria masata. Jesus.